Kama tunavyojua tarehe 1 Julai 2026 tumeanza utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Tuna takribani ya muda mrefu tutaenda kutekeleza dira hii. Kama nilivyosema awali, sheria zetu ni lazima ziakisi yale matarajio makubwa ambayo dira yetu imebeba. Kama tunavyojua, Mheshimiwa Rais alipokuwa anazindua dira hii, aliipa tume hii ya kurekebisha sheria Tanzania jukumu kubwa la kuhakikisha sheria zote zinaakisi matarajio ambayo yako katika dira. Sheria ni nyenzo muhimu sana katika utekelezaji wa dira. Ili huu uchumi uwe jumuishi na shindani, sheria lazima zitoe fursa. Sheria lazima ziwezeshe katika maeneo mbalimbali. Kule ndani ya dira kuna sekta za kimageuzi. Sekta zile hauwezi kuona umuhimu wake, hauwezi kuona manufaa ya zile sekta kama sheria haziwezi kuzisaidia zikafanya vizuri. Katika kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tume ya kurekebisha sheria kushirikiana na taasisi nyingine za kisheria kama vile Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, Wizara ya Katiba na Sheria, Wizara ya Fedha na Tume ya Taifa ya Mipango, tumeandaa jinsi ya kuendana na maboresho hayo. Tumeweza kufanya upembuzi wa mifumo ya kisheria ambayo tutaenda nayo ili kuwezesha dira iweze kufanya kazi. Tumeweza kuainisha mifumo 28 na tutakayoanza nayo ni mifumo mikubwa miwili. Tutaanza na mfumo wa nishati. Kama tunavyojua, nishati ni kichocheo. Katika dira imeainishwa wazi kabisa nishati ni kichocheo. Kwa nini tunasema nishati ni kichocheo? Kwa sababu tunataka kwenda tunataka kuwa nchi ya viwanda na sekta ya kimageuzi. Viwanda ni moja ya sekta za kimageuzi. Kwa hiyo ili tuwe na viwanda kweli, ni lazima tuwe na nishati ya kutosha, kwa sababu viwanda hivi vitahitaji nishati na wawekezaji katika vitu ambavyo wanaviangalia. Wawekezaji katika viwanda lazima wataangalia uwepo wa nishati. Kwa hiyo tutaenda kuangalia mfumo mzima ambao unasimamia sekta ya nishati ili tuiweze kuhakikisha sheria zinaakisi yale matarajio ya dira, ambapo tutakuwa na viwanda na nishati ya kutosha. Vile vile tutaenda kuangalia mfumo ambao wa kisheria unaosimamia biashara, viwanda na uwekezaji, kwa sababu tunaamini sekta nyingine zote za kimageuzi, kwa mfano sekta ya kilimo, sekta ya uchumi wa buluu, sekta ya utalii, viwanda, vyote hivi vinawezesha ufanyikaji wa biashara. Kwa hiyo tutakapoenda kuangalia mfumo mzima wa ufanyaji biashara, sheria kwa kiwango gani imekuwa ni kikwazo. Tutakapoenda kuzipitia sheria zote hizi katika haya maeneo makubwa matatu, ambapo ni biashara yenyewe, uwekezaji na viwanda, hizi sheria zikikaa vizuri, kwa mfano tunasema biashara ya mazao, ina maana ukihakikisha sheria zinazosimamia biashara, utaweza kuinua sekta ya kilimo, kwa sababu mazao ya kibiashara yatakuwa hayana vipingamizi vya kisheria tena, kwa sababu utakuwa umerekebisha ule mfumo. Tunasema sekta nyingine ya kimageuzi ni sekta ya utalii. Utalii ni biashara. Kuna wawekezaji wakubwa pale ambao tunategemea waweze kuwekeza fedha zao za kutosha ili Tanzania iwe kituo cha utalii. Tuweze kupata watalii wa kutosha, waweze kuja kuona vivutio vyetu. Lazima tuwe na wafanyabiashara wakubwa ambao watawekeza katika maeneo ya hotel, magari, vyote hivi. Ili uweze kuhakikisha unafikia hili lengo, ni lazima sheria